unatuletea lipi kwenye 106.6 siku ya leo Jumatatu tarehe 27 mwezi wa 10 mwaka 2025. Karibuni sana dadangu na mami kwa kidogo. Karibuni sana 106.6 Shake FM. Asante. Karibuni tu Mike, msiogope. Karibuni Mike mami. Msiogope kitu kabisa. Labda nikaanza na naanza na huyu. Kwa majina tu anakuita nani? Labda unatoka wapi? Kwa majina naitwa Valentine Furaha Mumba. Mimi nafanya kazi pale Bomu Hospital. Bomu Hospital. Naam. Pale Bomu Hospital niko kitengo cha fistula. Pale mimi ndiye fistula outreach coordinator. Na niko na mwenzangu hapa pia amekuja. Yeye ni survivor, atajieleza zaidi. Karibu sana mami. Kwa majina labda wanakuitaje? Kwa majina naitwa Pili Said. Mimi ni fistula survivor. Vasti, umesema unaitwa? Valentine. Valentine, unajua majina. Okay, sawa. Valentine, umesema wewe unafanya kazi Bomu, sio? Bomu Hospital. So, asubuhi ya leo basi umetuletea lipi au mwana lipi sana ambao limekufanya ufike 106.6 Shake FM? Kwanza nashukuru kwa nafasi hii. Leo nia yangu ya kuja hapa na mwenzangu ni kuhamasisha watu hasa kuhusiana na swala la fistula. Fistula ni hali ya kiafya ambayo inaathiri sana wanawake. Na inafikia karibu saizi tuko na takwimu ya karibu 3,000 zaidi hapa Kenya ambao wana hii hali. So fistula yenyewe ni tundu ambao inajitokeza kati ya uke na kibofu ama uke na puru ambao ni hii sehemu ya nyuma. Na sana sana hii hali inafikia wanawake ambao wanachukua muda mrefu wakati wa kujifungua. Kwa hivyo mwanamke yote anapochukua muda mrefu wakati anapojifungua, pale ambapo yule mtoto anapokaa huwa kuna damu ambazo zinafaa zipite lakini hazipiti vizuri. Kwa hivyo kwa mtu akikaa kama 24-48 hours ama zaidi ya hapo, ile damu isipopita vizuri huwa kuna tundu pale inapojitokeza. Kwa hivyo ile tundu ikijitokeza, kutegemea na pale inapojitokeza kama ni upande wa kibofu ama wa puru, ndio ile unaona kuwa dalili ambazo zinakuja sasa ni ile ya kuwa mkojo unavuja bila kujizuia. Mtu yote mahali popote ambapo anakaa, mwanamke anajikuta tu mkojo unatoka tu wenyewe, hasikii hata kama mkojo umefika. Yeye anashtukizia tu mkojo ndio umefikia. Kitu kingine ni upande wa hewa. Naam. Tumesema ya kuwa ile tundu pia inajitokeza upande wa puru. Upande wa puru ni upande wa nyuma wa mwili. So ule upande kutegemea na ile ukubwa wa ile tundu, kunaweza tokea chembe za kinyesi zinakuja na upande wa kizazi ama kinyesi chenyewe kwa sababu ya ule ukubwa wa pale wa ile tundu. Kwa hivyo mwanamke yote anajikuta sasa zozote yake wa pale huku mbele wa kunanuka. Kwa sababu kuna chembe za kinyesi of course kinanuka kabisa. Naam. So ukipata chembe hiyo ni kumaanisha ni ndogo. But kuna wengine vile ambavyo ile tundu ni kubwa, anaona kinyesi kenyewe kabisa pale mbele. Ama ajikute kwa wakati mwingine akitembea ama yuko tu hewa zinatoka, badili ipitie njia ya nyuma, hewa inakuja na huku mbele. Kwa hivyo wakati wote yule mwanamke yako na dhiki. Kumbuka pia mkojo huwa unachoma. Kwa hivyo wakati wote huyo mwanamke pale iko chapa. Hakosi infections. Pale mahali pako wet all the time. Kwa hivyo hapa namletea hali ngumu sana kwa ajili yake na kwa ajili pia ya familia yake. Kutegemea na vile yule mtoto anavyokuja pia wasaingine akisukuma na kuja kwa hali ya nguvu. Kwa hivyo pale mahali anapararua, tunaziita tears hizi. So huwa kuna second degree tear, kuna third degree na kuna fourth degree tears. So tukisema hivyo ni kumaanisha ya kuwa huku mbele na huku nyuma saa nyingine huwa panararuka. Mpaka kuna wengine sasa ni kambe ile nafasi haiko tena. Ni kama pameshikana huku mbele na huku nyuma. Kwa hivyo ikiwa vile pia huwa inaathiri sana wakati wa ndoa, kwa sababu wakati ambapo kuna ile shughuli ya kujamiana kwa njia moja ama nyingine, huwa kuna vile ambavyo mwanamke haezi jua kama bwanake amefika
na pia mume haezi jua kama amefika. Kwa hivyo kwa huo upande imeathiri sana ndoa za watu. Alafu kando na hivyo ile self esteem ya mwanamke, kila wakati wewe ukitaka kutoka lazima uvae pads ama vitambara, kwa sababu pads ni very expensive. Sasa wewe mwanamke wa kila siku, wewe wataka kutoka lazima kila siku uvae kitu, uvae pads, huwa ni ngumu, na unakuta hawa wanawake wanajiweka kando. Kabla hujasonga sana huu ni ugonjwa ambao umekuwa hapa nchini ama ni juzi? Kwa sababu mwenyewe naona mara ya kwanza kusikia. Ni ugonjwa ambao tumekuwa nao ama ni ugonjwa ambao limeibukia ama limekuja tu juzi? Huu ugonjwa umekuwa na umekuwa sana kwa muda mrefu. Ni ile tu sasa kwa hamasisho, ndio maana ni vizuri vipindi kama hivi viko. Watu wamekuwa waki-experience vitu kama hivi, lakini hajui kama ni fistula. Hata ukikuta wanawake wengi anasema mimi nasikia tu mkojo watoka, nasikia tu chembe za kinyesi kiko na hapa mbele, lakini kusema kuwa hii ni fistula hajui. Kwa hivyo ni jambo ambalo limekuwa kwa muda mrefu, especially hapo nyuma ambapo wamama wetu walikuwa wakijifungulia nyumbani. Ukijifungulia nyumbani hii hali huwa inajitokeza sana, kwa sababu watoto wanakuja kwa hali tofauti. Kuna yule atakuja ni mdogo, kuna mwingine akija ni mkubwa. Ukiwa pale nyumbani kama hauna trained midwife, yule wa kukuzalisha, inaleta hii changamoto. Na unakuta kuna watu wanakaa karibu miaka 20 na hii hali. Anazaa mtoto wa kwanza, hajui iko. Kama ni tundu inaendelea, inazidi. Anapata wa pili, wa tatu. Anaishi tu na hii hali bila kujua kama hii ni fistula ama bila kujua ya kuwa anaweza kupata usaidizi wowote. Wengi hudhania ya kuwa amerogwa. Hizo ndo dhana ambazo tumekuwa tuko nazo. Kuna watu wanadhani wamerogwa. Kuna watu wengine huambia wewe wakati umejifungua wafaa ufunge miguu ndo hewa isitoke. Hizo ndo dhana ambazo tuko nazo. Lakini kama ni tundu ambayo iko pale, ni kumaanisha lazima irekebishike ndio uweze kuishi katika hali ya kawaida. Kwa hivyo si jambo geni, ni jambo ambalo liko, lakini vile unavyosema wamama wengi hawajui kuwa ni hali ambayo ni ya kutatanisha. Wengi wanaishi na hizi hali, wanajikubali vile walivyo. Hata bwana anatoka anaenda kwa sababu ya kukaa pale, haezi kana yeye kila wakati pale mahali ama pale wanapolala pamejaa mkojo ama yeye mwenyewe kunatoa harufu kali. Sasa inakuwa ngumu kukaa pamoja. Naam. Na labda unasababishwa na nini basi? Kwa sababu anakaa ni mgonjwa mwingine hatari sana. Vile nilivyotangulia kusema, sababu kubwa ambayo inasababisha huu ugonjwa ni, wacha niseme, ni hali ambayo huwa inakuja. Sawa. Na hii hali huwa inakuja sana kwa wanawake wajawazito. Wanapokawia kwenda hospitalini, kuna uwezekano ya kuwa yule mtoto akikaa pale sasa kwa muda mrefu, huwa kuna ile tundu inajitokeza. Na hii sana inafanyika ukiwa kwa nyumbani. Ndio maana tunasema ya kuwa kama unaweza kutembelea kliniki, watu wajifungulie pale. Saa nyingine mtoto akija huwa kuna vile ambavyo anaweza kuwa ni mkubwa, madaktari wakakata pale vizuri. Lakini sasa ukiruhusu mtoto aje vile anavyokuja, kuna wengine huwa pale hawapashoni. So kuna baki pale kuna hizo tears ambazo tunaongelea. Madaktari hao sasa. Naam. Sasa ukijifungulia hospitalini, kuna vile ambavyo madaktari wanaweza kucontain hiyo situation. Ya kuwa mtoto akija, wao ndo wana control pale mahali, kama ni mkubwa wanaweza kukata kiasi gani, na baada ya pale wanaweza kukushona. Naam. Sasa watu wengi wakijifungulia nyumbani, saa nyingine hakuna ile kushonwa ambayo inafanyika. Na hii hali hujitokeza baada kama wiki 2 ama hata mwezi baada ya mama kujifungua. Ndio hali inajionyesha, inajitokeza. Yes, inajionyesha. Okay. Naam. Kwa hiyo ndio njia pekee ambayo inasababisha ugonjwa. Kando na hivyo kuna njia kadha wa kadha. Ile kubwa zaidi ni hii ambayo tumeiongelelea. Nyingine ni kuwa saa nyingine watoto wadogo wanaponajisiwa katika ile hali. Juzi nakumbuka kulikuwa na kipindi, ilikuwa ni Citizen, wakiangazia dhana za Tana River. Kuna mtoto pale pia alinajisiwa, na zile hali alizokuwa kizisema zilikuwa ni kama hizi tu. Naam. Kwa hivyo anaponajisiwa huwa saa nyingine anatokea ile tundu inajitokeza mahali pale.
Alafu kando na hivyo wakati wa hizi surgeries ambazo huwa tuko nazo, huwa tunasema ya kuwa binadamu si mkamilifu. Unatokezea kuwa wakati mwingine ambao hizo si sana, lakini huwa hutokea wakati wa hizi surgeries. Utokea kwa mtu mahali anapofanya ile surgery anaweza kufanya hiyo tundu mahali pale, ambao si rahisi, lakini yatokea. Naam. Kando na hivyo kuna madada zetu ambao wanaweza kuwa wamepata ujauzito na hawataki kubeba ile mimba, na anataka kuavya kwa njia moja ama nyingine, ambao sana sana huwa si njia nzuri. So katika ile harakati ya kula alikoenda pia inaweza kujitokeza kwa namna ile. Kwa hivyo hizo ndo hali ambazo zinaweza kutokeza za kusababisha hii fistula, lakini kubwa zaidi ni hii ya ujauzito. Hiyo ujauzito hapo. Naam. Dakika 23 tayari pale zimekatika mwendo wa saa 2 bana. Saa zetu za Afrika Mashariki. Bomba Breakfast, kumbuka ni mahojiano na madaktari kutoka hospitali ya Bomu, sio? Naam. Kutoka hospitali ya Bomu sana ugonjwa ambao ni mzito sana. Mimi mwenyewe mara kwanza kusikia bede. Kabisa sijasikia, mara yangu ya kwanza. Okay. Kusikia vitu kama hizi, lakini tabisi leo utapata ufahamu kabisa. Nimejua venye una sababu ambazo zinasababisha. Sasa acha tuingie break kidogo pale kwa dakika zimekatika 25. Tukirudi basi tutakuwa tunazidi kujua mengi kuhusiana na ugonjwa huo ambao unakaa hatari sana. Umenitishia mimi mwenyewe binafsi. Ya Lodo Fatma Kongoya Catholic Choir ilikuwa na dakika zimekwenda 28 pale mwendo wa saa 2 saa zetu za Afrika. Mesha tunazidi kusonga mbele. Ilikuwa ni commercial break kidogo, kunywa maji kidogo hapa na pale, lakini tena tunarudi tena dakika kwa zimekatika pale. Sasa tutakwenda tayari. Kumbuka ni Bomba Breakfast ya mwisho tatu na mwisho tarehe 27 pale mwezi wa 10 bana, mwaka 2025. Inajulikana kama Daniel Gone, of course 106.6 Sheki mazungumzo yanazidi kuwapa hivi zaidi kuhusiana na ugonjwa hili ambao unashtua kidogo. Wanasema ni ugonjwa ambao mkubwa, lakini mimi binafsi na hisi ni kama ndo unajulikana leo. Kwa dada, tukisonga mbele, umesema kuna aina nyingi, sio? Naam. Umesema ugonjwa kwa aina nyingi ama? Vile nilivyosema, hii yetu sana sana inaitwa obstetric fistula, ambayo hii inaathiriwa na wanawake. Naam. Hilo ndo swala ambalo nimeangazia zaidi. Yes. Ambao ndo leo nimekufanya ufike hapa. Ndio. Na labda njia za kuzuia basi ni zipi? Kwa sababu mtu afanyeje ndio aepuke, maana natia chumba joto kidogo. Njia za kuepuka ziko nyingi. Na tushukuru sasa hizi vile tunavyoendelea, hizi cases pia zinaenda zikipungua. Naam. So njia kubwa zaidi ambayo tunasema hasa kwa wanawake ni kuhakikisha ya kuwa ukiwa uko mjamzito unahakikisha kliniki zako unazienda kwa wakati na vile inavyotakikana. Kwa sababu pale ndo unapoelekezwa huyu mtoto vile alivyo, unaambiwa ya kuwa wakati wako wa kujifungua mtoto ni mkubwa ama ni mdogo. Pale sasa ndo unapoa zile changamoto ama vile ambavyo utakabidhi ile hali ambayo iko. Na wakati wako wa kujifungua uko umefika, uhakikishe wako unaenda kwa wakati. Wanawake saa nyingine especially wale ambao wengi na wakati, kuna ambao waende kwa wakati, kuna yule ambaye anajisikizia mpaka mwisho kabisa pale nyumbani. Sana sana wale ambao tayari labda ashajifungua wa kwanza, wa pili, sasa yajisikia na yeye kuna ile nguvu ya kusubiri. Lakini tunasema ya kuwa hakuna kubobea kwa wakati wa ujauzito. Manake mtoto huja tofauti. Ile experience yako ya mtoto wako wa kwanza si ile wa pili. Na tunaambiwa ya kuwa saa nyingine mtoto anaweza kuja akiwa ni mkubwa. Na akiwa ni mkubwa pale katika wakati unapojifungua, sasa ndo daktari atakwambia huyu mtoto sasa anakuja kwa njia gani. Sasa ndo pale unaambiwa either utajifungua kwa njia sawa ambapo sasa watakudirect vizuri, ama labda utafanywa upasuaji.
utapewa hiyo direction ukiwa pale. Lakini sasa ukisubiri ukiwa uko nyumbani, sasa ile hali inakuwa ngumu. Na mtoto anapokaa pale, kando na hivyo ya kuwa labda unaweza usipate hata hii fistula, lakini akikaa pale wewe mwenyewe umejiathiri kwa njia moja ama nyingine. Alafu pia yule mtoto kuna vile ambavyo akikaa sana pale tumboni, pia kuna vile anatoka akiwa hayuko sawa. Kwa hivyo sana sana njia kubwa ni ya kuwa wakati uko mjamzito, hudhuria kliniki zako zote. Njia nyingine tuna advocate sana sana wanawake wasubiri wakati wa kujifungua, wajifungue ama wapate ujauzito baada ya kusongeza muda wa miaka. Yani kusiwe na teenage pregnancies. Kwa sababu wako at risk sana sana kwa ajili ya hivi, kwa sababu zile nyonga huwa hazijakomaa vizuri. Kwa hivyo wao wako at a higher risk ya kupata fistula. Umri ni gani ambao unasema? Tuna advocate sana sana mtu akiwa zaidi ya miaka 20 na kuendelea mbele. Akiweza 23, 24, 25 ina umri mzuri zaidi, kwa sababu ya pale umejitayarisha kama mwanamke. Naam. Lakini akija kama hizi teenage pregnancies 13, 14, 15 inakuwa ngumu kudhibiti vile ile hali. Kwa hivyo tuna advocate sana wanawake na wazazi kujaribu kueleza mambo na early pregnancies zisifanyike kwa huo wakati. Okay. Naam. Na hii hamasisho ambayo mnafanya mlianza lini? Hii hamasisho tumeanza kitambo kama huu mradi ulianza tangu 2015. Na tuko na almost 10 years saizi upande wa hamasisho ya fistula. Katika Coast Region tuko kote, tuko Mombasa, tuko Lamu, tuko Kilifi, tuko Kwale, actually all the counties. Na kando na sisi pia tuko na mashirika mengine pia ambayo yanahamasisha mambo na fistula. So huwa tunafanya sana kazi karibu na watu wa county, watu wa nyanjani, kwa sababu ni hamasisho lifikie watu wengi zaidi, sana sana wale wa ndani, wale ambao access yao kwa inaitwaje matibabu iko chini. Kwa sababu wale wanaoathirika zaidi ni wale ambao mtu ndo afikirie kufika hospitalini, labda ni atembee kilomita 20, hakuna hospitali hapa karibu. So wale wanaathirika zaidi. Kwa hivyo hili hamasisho kwetu huwa tunang'ang'ana lifikie watu wengi zaidi, haswa wale wa ndani kule ambako kufikia hospitali ni ngumu. Naam. Na sisi mwanzo ya hamasisho hali imekuaje? Kuna progress kwa watu wanazidi kuelewa zaidi, ama ugonjwa uliwere chambua ugonjwa ulikuwa mnapokea ni nini? Sasa hivi sisi mwanzo ya hamasisho hali iko vipi? Namba zikoje yani? Kwa sasa nilivyotangulia kusema there's a lot of improvement. Kwa sababu kwa sasa ukiangalia watu wengi ambao wanajifungulia nyumbani pia ni wachache kidogo. Naam. Ukiangalia the Ministry of Health wamechangia sana kuhakikisha na kuhamasisha ya kwa kila mwanamke anatembelea hospitalini na anaenda kwa clinic zake. Na ukiangalia watu wengi siku hizi hivyo ndo wanavyofanya. Ukiwa tu mjamzito tu hivi unahakikisha kwa unaenda. Kwa hivyo kwa ajili ya hiyo tayari imepunguza hii rate ya watu kupata fistula. Wale ambao labda bado ambao wanapata hizi ama kujifungulia nyumbani, pia siku hizi kusikia mtu amejifungulia nyumbani ni nadra sana. Naam. Kwa hivyo imepunguza sana hii hali ya fistula. Kwa hivyo namba zilikuwa ziko lakini zinaenda zikipungua, lakini hatujasema ya kuwa imeisha. Haijaisha. Bado iko. Na kama iko ni kumaanisha ya kuwa saizi hata ukiwa kwa nyumbani, labda katika ile harakati ya kuwa umejifungulia hospitalini ama umefanyiwa upasuaji kwa njia moja ama nyingine, huenda bado ikajitokeza. Kwa hivyo hizi hali ama hamasisho ni muhimu. Mtu asione ya kuwa kwa kuwa yuko town haezi kupata, bado anaweza kupata. Kwa sababu njia ziko, na wakati mtu anapojifungua ule wakati unaposhonwa, saa nyingine zile stitches kwa njia moja ama nyingine pia saa nyingine zinafunguka. Na mtu hujui, umekaa tu nyumbani labda una experience kitu kama hichi. Kwa hivyo ni jambo la kuwa tunaambia watu wasikae na hii hali nyumbani, matibabu yako. Na labda ukuulize tu, umesema Coast nzima kaunti zote mko? Yes. Hospitali zote ama kuna baadhi tu hospitali ambazo ugonjwa unatibiwa? Ama ni zote?
Sasa hii tukianzia hii Mombasa labda. Tukianzia hii Mombasa, tunasema Bomu Hospital kupitia foundation inaitwa Fistula Foundation. Kwa hivyo inahamasisha katika hizi counties zote. Ambo kwa Lamu County tuko na madaktari pale Al-Fahad ambao kwa ilikuwa ni mwezi jana tuliweza kulayas na wao ya kuwa hii hali ikiwa imepatikana mahali pale kuna daktari ambaye tulimhamasisha pale anaweza kufanya. Ilichukua muda. Hao wote waliokuwa wakipatikana wako na fistula walikuwa wakifanywa hapa Bomu Changamwe. Kwa hivyo tulikuwa tunahamasisha kwa all these counties, lakini matibabu yanafanyika hapo Bomu Changamwe. Kwa sababu huyu surgeon wa fistula pia sio wengi. The surgeons wa fistula pia sio wengi. Na hapa Bomu Changamwe pia sio eti iko kila siku. Huwa inafanyika mara moja kwa mwezi, na huyo daktari hayuko hapa Mombasa, huwa anafanya kuja. Kwa hivyo mara moja kwa mwezi. Na hiyo siku moja ambayo ni siku moja sio? Huwa kuna siku 3 ambazo ziko. Siku 3. Naam. Sasa kila mwezi huwa kuna free screening na medical camp hapo ya treatment kabisa, anakuja anafanya screening na treatment kabisa ambayo inafanyika. So kama huu mwezi itafanyika kuanzia tarehe 30 mpaka tarehe 1 ambapo daktari anakuja. So ile vile ambavyo watu tunahamasisha kule nyanjani, tunafanya screening kule nyanjani. Tuko na ma CHPs ambao tunafanya nao, hao ma survivors ambao wanatusaidia kuhamasisha kwa hizo counties ambazo tumeziongelelea. Kando na hivyo pia tunafanya kazi na hizo hospitali ambazo ziko huko kuhamasisha wanawake katika hizo ANC, hizo kliniki za wamama, wakija wanahamasishwa kuhusiana na hayo mambo. Then they link our clients kwetu ndio waweze kutibika kwa njia moja ama nyingine. Sawa, acha tu sina mbili baada dakika zimesalia. Kumbuka 39 tayari zimekatika pale mwendo wa saa 2 bana, saa zetu za Afrika ya Mashariki. Labda tusikie upande wa pili huko, alafu nitakuja kwako baadaye tukimalizia, sio? Sawa sawa. Mami, karibu tena sana. Asante. Kama nilivyotangulia kusema, mimi ni fistula survivor. Mimi niliolewa, nina watoto 8. Mwaka 2009 ndio nilipata mtoto wangu wa mwisho. Hapo ndipo nilipopata hayo maradhi ya fistula. Lakini sikujua wakati huo. Haukujua wakati huo? Kwa sababu mimi nilikati kama wiki 2 vinaona mikojo yanitoka tu kwa wingi, mara kinyesi. Basi hiyo hali kaendelea nayo. Nalikuwa wakati huo na biashara zangu nafanya. Sasa hiyo hali ikawa ngumu, manake wateja walikuwa wakija wananiambia, mama, mbona hapa kunanuka? Na kwa sababu ambazo ni za uongo, kusudi wasijue hali yangu. Manake hali yangu ilikuwa ni ngumu. Kwanza kuingia chumbani kwangu kulikuwa kuna harufu, kwa mtu kukaa kwangu. Lakini watoto wangu na mume wangu walikuwa wamezoea, wanaelewa kujua ni ugonjwa. Basi hali ikaendelea vile biashara zangu mpaka nikapoteza wateja, manake kila siku nawapa sababu wakija wanasikia harufu bado iko. Na ile mwenyewe biashara ilikuwa inisaidia kununua pampers. Sasa ilipofunga biashara kwa sababu hii hali, ikabidi pia nikose pesa za kununua pampers. Ikabidi nianze kuchukua nguo za kitambo ambazo nilikuwa nimefua za zamani, nimeziweka. Ikabidi nianze kuchukua kujisaidia nazo. Hali ikawa ngumu sana. Mzee akakimbia. Watoto kusoma wakasimama. Basi nikatafuta biashara nyingine ambazo ziza kunisaidia ndogo za kufua katika maji. Nilifanya, lakini nilipokuwa naenda mpaka alikuwa nijistiri vizuri. Manake usipojistiri vizuri itakupita. Manake wakati ule nikifunga pampers inakuwa nafuna, inabana. Lakini wakati ukivaa nguo, mikojo ikipita singo inalegea kabisa, mchuzi watoka. Sasa ikabidi nijistiri vizuri mpaka mwisho ikabidi nachukua nylon. Najifunga matambara yangu, nachukua nylon nafunga mafundo huku na huku kusudi ile mchuzi usitoke.
Basi ile hali iliendelea nayo zaidi ya miaka 14. Zaidi ya miaka 14. Wewe bwana hawezi kuvumilia, akaniacha. Poniacha kwa sababu nimeingia katika mtihani mgumu. Kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa siwezi kwenda shughuli ya mtu. Niko nyumbani, hata siwezi kwenda harusini, hata kwenye kongamano lote la wanawake, hata matangani nikienda nakaa peke yangu. Maiti kitoka na mimi narudi nyumbani. Nyumbani muda mwingi nilikuwa niko ndani. Najificha kusudi watu wasijue hii hali yangu. Sasa wazazi wangu waliponiona hali imekuwa ngumu, bwana amekimbia na watoto wataka kusoma, karudi kwa wazazi wangu, kakaa nyumbani. Hapo nyumbani pia nafanya vibarua, lakini muda mwingi niko ndani. Kabidi wale watoto wangu maskini waliacha kusoma. Napata kazi, hata mtu kama njoo mtoto niteke maji, wanaenda kuteka maji ili nipate kitu cha kujisaidia. Nilijaribu kwenda hospitali, lakini pia nao hawakuwa na ufahamu. Kama baadaye miaka 4 ndio kaanza kwenda hospitali, ama ulikuwa ushaenda tayari mwanzo? Bado sijajua, naogopa kwenda na unaibu kabisa. Utakwenda kukaje vipi na wanawake wenzao, harufu iko hapo. Sasa naogopa, lakini mwisho wa rafiki zangu wanakuja nipata ushauri, nenda hospitali kajaribu, pengine kuna matibabu. Lakini kule unakokwenda jaribu, kila mtu anakuambia, "Hai mama, ugonjwa si ugonjwa kawaida. Umerogwa." Mami, nenda ni mambo ya familia, pengine tambiko za kwenu. Nimejaribu lakini sikupata njia. Siku moja msichana wangu alitoka na marafiki zake kwenda kwenye mikutano huko, karudi wakaniambia, "Mama, jua tumesikia kama Bomb Clinic inasaidia." Akaniambia, "Wewe wacha uongo." Bwana mimi sijasikia. Akaniambia, "Mama, twende nikupeleke tujaribu. Utaishi hivi mpaka lini?" Nikamwambia, "Kama ni ugonjwa wa Mungu nitapoa, na kama nimepewa ama kama ni mambo ya mila basi tabaki hivyo." Akaniambia, "Hapana." Nikakataa, nikashinda naye kama miezi 3-4 hivi. Mwisho akaja akaniambia, "Mama, twende." Hapo tumsikiza msichana wangu, nikaja Bomb Clinic. Pili kwa mwaka 2022 ya nikaja Bomb Clinic, na mkweli nikaangaliwa, nikafanywa operation, nikalazwa hapo siku 15. Basi ile siku ya mwisho ilipotolewa ile mipira, nikajiona nimerudi vizuri, nimekuwa mwanamke. Nikashukuru Bomb Clinic kwa walionitendea. Sasa nikawa balozi kwa nao, nikienda katika matanga ama harusi, naambia wenzangu usikae na maradhi, yanatibika. Na tiba iko. Tembelea Bomb Clinic, matibabu ni bure. Utalazwa, utaangaliwa na utafanyiwa na utakuwa salama. Nashukuru ni kwa salama. Asante sana mami, asante sana. Miaka 14 si kidogo, ni miaka mingine mingi sana tena. Asante sana. Kama ulivyosikia basi story hiyo ya ambao ya mami wetu hapa ametutembelea. Dakika 16 pale zimesalia gonga mwendo wa saa 2 bana, saa zetu za Afrika kando wa Mashariki. Inaitwa fistula, sio? Gonjwa mwingine hatari sana. Labda nikirudi kwako, tukijaribu kusonga mbele, iko dakika misala salia tu robo saa pale, masuala ya kutamatisha tu. Labda nikuulize tu, kati kama mnatibu ugonjwa, labda ni changamoto gani mnapitia wakati wa kutibu ama wakati wa kuhamasisha vitu vyote? Kunazo changamoto ambazo mnapitia? Changamoto hazikosekani. Waziko. Changamoto ya kwanza ni wakati wa kuhamasisha, huwa tunaingia interior sana. Katika zile harakati za kuingia interior, sometimes safety issues ziko pale. Kukubalika pia wasa nyingine ni ngumu sana. Naam, kwa sababu unaenda pale katika ile harakati ya kujieleza, kuna wale ambao watakuelewa na kuna wengine ambao hawatakuelewa.
alafu tunaongelelea mambo mazito na sehemu za siri. Kwa hivyo kuna mahali kwengine ukienda mambo kama haya kuyaeleza kwa urahisi ama openly huwa inachukuliwa vibaya. Na ni mpaka wajua mambo na afya, ni mpaka ueleze kinaganaga kabisa ya kuwa hii ni hii na hii ni hii. Bila hivyo unaweza pata information ambayo sio. Kwa hivyo hiyo ndo changamoto kubwa ambayo tuko nayo. Alafu pia saa nyingine tuko na hii language barrier. Tunaenda mpaka huko Tana River kule ndani, tunakutana na watu ambao Kiswahili pia hawaijui, na watu ambao wako kule, ndio maana watu tunawaita gatekeepers. Wale ma CHPs, machifu, wale ambao wako kule. Sasa inakuwa rahisi kupenetrate kufikia mali kama kule. Lakini hizi sehemu ambazo haswa zinahitaji uhamasisho wa fistula ziko na ndani. Kufikia zile sehemu saa nyingine zinatupa hiyo changamoto. Kando na hivyo, kuna watu ambao wameshajitambua wanaweza kuwa wako na hii hali, lakini pia kuja kukubali ya kuwa ni fistula pia ni changamoto kwao. Ni changamoto. Unaweza kumweleza mtu ukamwambia hali yako ni hii na inahitaji usaidizi, na bado asije na kakana ile hali. Alafu pia saa nyingine hatupati support vizuri kutokana na mtu ambaye labda ameolewa, labda bwanake, familia hapati ile support. Anaambia utakuwa unajieneza, watu watajua ni nini kinafanyika hapa nyumbani. Kwa sababu wamechukulia fistula ni kama jambo la aibu. Hawataki watu wajulikane kwa wanalo pale, kwa wako nayo. Na kama ni hivyo, si unajua wanawake kama alivyosema, hautoki nje ovyo ovyo. Umejikalisha mahali, hauhusiani na watu wengine. Kwa hivyo usipopata ile support ya pale nyumbani, pia inapata changamoto, kwa sababu ni utoke pale uje usaidike. Tuseme kama Bomu Changamwe wao wakalamu, so ile support usipoipata inakuwa changamoto ya wewe kutoka kule kuja mpaka huku. Lakini mtu akija, matibabu ni bure, anaweza kusaidika. Na tunaangalia vile ambavyo pia baada ya pale tunahamasisha ile familia, vile ambavyo tunaita post operative care. Kwa sababu kile pale ni kidonda, kwa hivyo mpaka kiangaliwa kwa hali nzuri ndio pia aweze kupona kikamilifu. Na hii ya kuwa tuseme cost nzima mko Bomu ni kwa kuwa ni expensive, ama ni Bomu ndio lichaguliwa, ama ni kwa nini mlichagua Bomu mkaifanyia Bomu? Nilipotangulia kukwambia ni kuwa tuko na foundation inaitwa Fistula Foundation. Na ni organization ambayo inasaidia na mambo na fistula. So huku Coast Region kuna vile ambavyo kama Bomu Hospital tulichaguliwa kuweza kuhamasisha kwa hii njia. Kwa hivyo katika ile harakati tulianza polepole katika hizi counties, hatukufikia kote, lakini tuliona ya kuwa tukianza na Mombasa peke yake tutakuwa hatujafikia mahali kwingine kote. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo tunajaribu kuhamasisha madaktari wengi zaidi ya vile ambavyo wanaweza kupata huu usaidizi ama huu ujuzi. Manake pia kama nilivyokuambia, surgeons sio wengi ambao wanafanya fistula. Tuko na huyo daktari wetu ambao pia anafanya kuletwa. Sio mmoja, yule ambaye ako assigned na Bomu. Ni huyo mmoja ambaye yeye akikosekana pia kuna mwingine anakuja. Kwa hivyo ni hali ambayo iko kwa ukubwa wake, si ile ya kuwa sasa kila mtu ana huo uzoefu. Ndio maana unakuta ya kuwa inafanyika hapa Bomu Changamwe. Lakini tumefanya collaboration na Lamu County na Malindi sub county. Kwa sasa tuko na daktari pale pia ambaye amefanya huo hamasisho, na kuwa kama kuna kesi zozote zimepatikana pale Malindi sub county zinaweza kufanyika pale pale. Pia Lamu tuliona kwa ajili ya vile unavyosema, mtu saa nyingine ni ngumu kutoka kule mpaka huku kabisa bana. Na pia shafanyiwa ile corrective surgery kutoka huku mpaka huko, pia inaweza kumtatiza pale njiani. Kwa hivyo pia tumefanya partnership na Lamu Al-Fahd hospital pale, ya kuwa kama kuna kesi zozote zimejulikana pia zinaweza kufanyika pale. Kwa hivyo ni kitu ambacho tumeona na ni kitu ambacho tunajua ya kuwa ni changamoto ambayo iko. Kwa hivyo tunazidi kupanua. Kilifi County hakuna? Itakuwa pale Malindi sub county. Naam. Sasa iko, lakini itakuwa
Kwa sasa inaendelea. Okay. Hiyo collaboration ama partnership tulifanya mwezi jana. So tuliongea na county representatives pale na through hiyo partnership kama kuna any cases zimepatikana zitakuwa zinafanyika pale Malindi Sub County Hospital. Naam. Dakika 9 pale zimesalia igonga mwendo wa saa 3 bana, saa zetu za Afrika ukanda wa Mashariki. Labda tukimalizia tu. Je, labda kama mtu anajihisi labda vitu kama hizo anaweza kupata je namba, ama labda lazima watembele ama lazima waone, ama kuna namba fulani ambayo anaweza piga ya mhudumu ama mtu yote yule? Namba ziko. Huwa tunatumia pia flyers, wa sana tunazihamasisha nazo, na zile namba tunaziachia pale. Namba ambayo tunatumia labda nikisema na itabidi. Okay. Ni 0701 72 62 53. Nitarudia. 0701 72 62 53, ama pia unaweza kupiga 0722 unaweza kupiga 0722 57 47 55. Hizo mbili sio? Ni hizi mbili. Yani 0701726253. Naam. Alafu 0722574755. Naam. Hizi ni namba ambazo ukipiga unapata mhudumu ama? Naam, ukipiga hizi namba, kwa hiyo 0701 wa sana hiyo ni namba yangu. Tunakueleza zaidi ya vile ambavyo utakavyosaidika. Hiyo ya 0722 ukipiga unapiga pale Bomu Hospital, pia unaweza kusaidika zaidi. Naam. Labda kabla hatujatamatisha nikuulize tu, hii kutibiwa ile wewe inachukua muda gani? Kutegemea na ni hali gani ambayo umepata. Kumbuka tumesema kuwa kuna ile ya kuvuja mkojo, kuna ya hewa na kuna tears. So kutegemea na hizo vile daktari atakavyokuambia. Kama ni tears, saa nyingine mtu pale hospitalini anaweza kaa kwa siku moja ama mbili. Lakini hiyo correction yenyewe ikifanyika haifanyiki kwa muda mrefu. Sana hizi za kuvuja mkojo ndo baada ya pale mtu anafaa akae kwa siku 14, kwa sababu mpaka angaliwe kama ile mikojo imeacha kuvuja ama bado. Lakini hizi zingine huwa zinakaa 2 to 3 days depending na vile mwili unavyoreact pale. Kwa hivyo ni jambo ambalo mwili pia iko tofauti, na katika yale marekebisho huwa tunahakikisha ya kuwa tunahamasisha ya kuwa baada ya pale mtu afuatilizie ile maagizo ya pale ili aweze kustahimili ile hali ambayo imefanyika. Na so baada ya siku 14 sana kwa wale ambao wanavuja mkojo ndio wao wanakawia pale, lakini hizi zingine za hewa za choo huwa sana zinachukua 2 to 3 days pale, alafu mtu anakuwa discharge depending na maagizo ya daktari. Maagizo ya daktari. Naam. Asante sana. Labda kuna ada yote malipo ama msikia mimi kusema ni bure? Yes. Sasa kupitia Fistula Foundation ndio maana unaona haifanyiki kila mahali. Sasa hili organization la Fistula Foundation limeungana na Bomu Hospital. Ukija ukijulikana ya kuwa ni uko na fistula, kwa sababu hizi hali pia zinakaribiana. Huko kuvuja mkojo kuna wengine inaweza kuwa labda ni infection ambayo iko pale. Sasa ukija ukipimwa ikionekana kuwa uko na fistula, hapo ndio sasa unafanywa matibabu bure. Haulipi hata shilingi. Unafanywa yale matibabu pale bure. Ikijulikana ni kitu kingine, manake umekuja pale. Hizi hali huwa tunazisema tu zile dalili. So ukipiga hizi namba zote tunafanya screening kabla ufike pale hospitalini. Ndio tuweze kuchuja kama kweli ni fistula ama inaweza kuwa ni hali nyingine tofauti. Kwa kama ni hali nyingine tofauti unaelekezwa ya vile ambavyo utapata matibabu. Lakini ikiwa ni fistula unatibiwa pale bure. Ambao sasa kwa huu mwezi kama nilivyotangulia utakuwa na matibabu pale Bomu Hospital tarehe 30 mpaka tarehe 1. Ambao tunafanya hiyo screening na tunafanya treatment kabisa. Kwa hivyo kama
dalili ulizozisikia ni hizi ambazo tunasema, tafadhali unapiga kwa hiyo namba ndio upate kupata maelezo zaidi. Dakika zimesalia tu ile pale. Tukimalizia mami, labda kama kuna jambo lolote ambalo unaweza mwambia, jambo lako la mwisho labda ambalo unaweza mwambia yule msikilizaji ambaye anakusikiliza asubuhi leo. Jambo langu la mwisho nataka kuambia kina mama. Wasichana kuanzia miaka 20 mpaka kuendelea miaka 50. Unajua kuna watu wengine ukawia kuzaa lakini wako na miaka 40, 45 kupata mimba. Nataka kuwaambia kwamba wasijifiche. Wajitokeze. Ugonjwa watibika, si kurogwa wala si mashetani tunapofikiria sisi. Ni maradhi yako yanatupata sisi wanawake. Hasa kama ni wagonjwa, wanaivu. Kama hawana njia na ni mbali, hata wakienda kwa chifu. Atajieleza kwa chifu, chifu mimi nijifungua niko hivi na hivi. Chifu pia nao huwa wakienda kwa masemina wanaambiwa maneno kama hayo, wanajua watasaidia. Kwa hivyo nawaambia wasijifiche, wajitokeze. Ni maradhi yanaweza kutibika na ni bure. Waje Bumu Clinic watapata msaada. Asante sana. Labda dadangu tukimalizia tunaenda kwa mwisho ambao unaweza mwambia yule msikilizaji asubuhi leo. Kile ninachoweza kusema ni kuwa kwanza sehemu kama hizi ni muhimu sana. Kwa hivyo tunawashukuru kama Sheki FM kwa kutupa hii fursa, kwa sababu watu wengi sana wanaweza kupata elimu kama hii. Nashukuru ya kuwa leo pia na wewe umepata elimu kama hii. Mimi nashukuru sana, nimejua, sikuwa najua bado. Kwa hivyo nimefurahi angalau wewe hapa karibu nimepata kukufikia kwa jambo kama hili. Na naweza kusema ya kuwa hii hali ukiisikia sio lazima uiangazie kwa upande wa mwanamke peke yake. Sisi kama wanaume tukipata kusikia pia kuhusiana na fistula, tuko na madada zetu, shangazi zetu, ndugu zetu ambao tunakaa na wao. Kwa hivyo ukipata hizi dalili na ukizijua pia na wewe unaweza kusema, kwa sababu tumesema wanawake wanajificha, hawajitokezi. Kwa hivyo utashtukizea kuwa hii information most of the time hawaipati. Hawatangamani na watu. Mtu atajificha akifikiria kutoka mpaka awe na pampers ama tambara kutoka sangapi. Inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo hii hamasisho sisi ambao tunatoka nje tunasikia, tunawaomba na sisi tuwafikishie wale wamama wasiumie. Hii hali inatibika na pia inaweza kuzuilika. Kwa hivyo kwa wale ambao wanaishi na hizi dalili wajitokeze waweze kupata msaada. Pia wazungu husema bure huwa yaja na haja kwa wakati. So mnakadiria labda kuondoka siku moja? Sisemi kuwa itaondoka. Lakini vile watu tunavyosema ni kuwa huwa inafika mahali fulani ya kuwa when sensitization imeshafanyika kwa watu wengi zaidi, hauwezi jua hawa ni donors. Donor leo yuko, leo anaweza kuwa hayuko. Kwa hivyo let us take advantage of hii opportunity ya saizi. Saizi tumeletewa matibabu bure, haulipi kitu chochote. Kwa hivyo tujitokeze, tutumie hii nafasi ya kuweza kusaidika. Asanteni sana. Mbona baadhi ya watu wanasema niwasalimie sana wageni wetu hapo studioni. Nasema salimia sana na asifiwe Masihi wa mjomba Kadhanani Bamburi Mark present. We thank God for seeing this beautiful Monday. Tunazidi kuombea wanafunzi wanaendelea exam of course alikuwa ni baadhi tu arafa ambazo watu wengi bedeo wanasikia na naona umeweka elimu kwa watu wengi sana. Kwa dakika pale mesaja tu moja igonge mwendo wa saa 3. Mimi nasema asanteni sana kwa kufika. Nimejua pia mimi kuanzia mimi hapa ambaye na wasikilizaji mimi mwenyewe tayari hapa nimejua ugonjwa, nimejua na venye huko pia nimejua kila kitu. Kwa hivyo sasa hivi basi pia mimi nimekuwa balozi wenu. Asante. Nimekuwa balozi wenu kwa sababu ni ugonjwa ambao hatari sana bado. Kwa sababu mliosema hapa ni makubwa. Nasema asanteni sana kwa kufika Sheki FM. Nimefurahi sana kuona. Mungu aonekanie shughuli zenu kwa kila siku. Mfanikiwe. Ugonjwa utibike bana, si ndio? Ugonjwa utibike. Mimi nasema bye bye kwa sababu kwa leo ama kwa saa hii. Msikilizaji wangu basi kwa dakika zimekatika pale, ilikuwa ni saa 3 tayari. Hiyo alama nisema bye bye, tupatane tena kesho majira 12 hadi saa 3 saa 6 za Afrika kanda mashariki. Mimi najulikana kama Daniel Go na ni 106.6 Sheki FM.